Leo ni siku ya furaha, ni siku ya shangwe, ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukusanyika katika tukio adhim, katika tukio mubarak, katika tukio la kheri kama hili. Hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawa wanakumbushana mambo ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, isipokuwa watu hao hufunikwa na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uteremshiwa utulivu, sakina, wa ghashiyatuhumur rahma, wanafunikwa na rehma. Sisi leo tupo ndani ya majambo hayo, lakini Mungu anatutaja katika maeneo matukufu kulikoni haya. Sallallahu ala Muhammad. Kama kuna zawadi imetuletea ndani ya mkoa wetu wa Pwani, ni kufanyika kwa jambo hili. Kwa hiyo niwape salamu za Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Dr. Abu Bakri bin Zubair bin Ali wa Mbwana. Anawapa salamu nyingi sana, anawapa pongezi kubwa sana amiri wa dawa na wasaidizi wako kwa kazi kubwa mnayoifanya Tanzania mzima, kufika kule ambako watu hawafikirii kufika, kulala kule ambako baadhi yetu hata kama wangeambiwa utapata milioni 50 hawako tayari kulala maeneo hayo. Lakini nyinyi kwa kutoka fi sabilillah, bila ya posho, bila ya mshahara, bali mnatoka kwa mali na nafsi zenu, mkitarajia radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mheshimiwa Mufti, jambo hili limemfurahisha sana. Angetamani kuhudhuria katika majambo haya, lakini ni mtu mmoja, hawezi kujigawa kuhudhuria katika matukio yote, na kwa kuwa Uislamu ni dini ya uwakala, ya kuwakilishana, basi mimi aliyeniteua kumwakilisha katika huu mkoa wa Pwani, mridhike uwepo wangu mimi ndio uwepo wa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania. Mjihisi kwamba mpo na kiongozi wenu mkubwa, na anatambua kile kilichowakusanya hapa, na yeye siku zote anayatengeneza majambo ya dawa. Mimi ndani ya mkoa wangu wa Pwani, kupitia watendaji wangu hawa kina Matimbwa na timu yao, kama watakuletea malalamiko, kuna mkwamo, kuna mkwamisho wameupata ndani ya mkoa wa Pwani, basi labda katika eneo lingine, lakini ni watu ambao tuna urafiki, tuna ukaribu mkubwa sana. Na mimi ninatoa maelekezo kwa mashekhe wa wilaya wa mkoa wa Pwani wote, kuweni karibu na ahlud dawa wa tablighi. Sallallahu ala Muhammad. Wasafishieni njia ahlud dawa wa tablighi, ondoeni vikwazo kwa ahlud dawa wa tablighi. Pale ambapo kuna changamoto zimewazidi ni uwezo, msiwarudishe bila kuwasiliana na ofisi ya shekhe wa mkoa.
yakinishinda na mimi kuko mahala, lakini hatujawahi kushindwa. Tunaelezana kila hatua, kila changamoto, kwa sababu tupo katika vita ya kupambana na sheitani. Basi kila staili anayoitumia sheitani ya kupambana na sisi na washirika wake, na sisi tukiingamua tunaitana, jamani, jamaa kabadilisha mbinu hivi sasa. Jamaa kabadilisha nini? Mbinu. Kwa ilivyo kuna miba hii na hii na hii na hii, mnapotembea usiku na mchana, irukeni. Sallu ala Muhammad. Ndio jukumu tunalofanyiana hilo, kwa sababu kadri sheitani anapobadilisha mbinu. Leo sheitani anahamasisha maasi kwenye media. Hivi mnatarajia sisi Ahlud Dawa tuhamasishe dawa chini ya kaburi? Ni lazima tutumie media hiyo hiyo, au sio? Ile njia anayoitumia yeye kuhamasisha, na sisi tuitumie njia hiyo au kubwa kulikoni hiyo, kuwarudisha watu. Anatumia nguvu kuwatoa watu, na sisi tutumie nguvu aliyotueleza Mwenyezi Mungu, ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmau'izati alhasana. Waite watu waje katika njia ya Mola wako kwa hekima na mawaidha yaliyokuwa mazuri. Mimi sijawahi kupewa malalamiko ya Ahlud Dawa tablighi kuwa ni kero, kuwa ni wasumbufu, bali wanafanya kazi ambazo mimi siziwezi. Hivi dawa yao wakikuletea ripoti, kuna watu wamefika mahala wakatamka shahada mbili, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kuna nini cha kumzawadia huyo mtu kulikoni kumpa ushirikiano mkubwa katika kazi yake? Kwa ilivyo, na wakaribisheni mkoa wa Pwani kwa niaba ya Mufti, mjisikie mpo katika mji wa amani. Na ndiyo maana taarifa hii nimeipokea miezi iliyopita, muda tu tokea nilipoletewa shafawia kwa mdomo mpaka nikaletewa kitaba kwa maandishi, na mimi nikayarekodi ili hii siku ya leo ni waudhi waumini wangu kule. Manake na sisi tunapotoka katika misikiti yetu, kuna baadhi ya maamuma wenye imani ndogo hata Ijumaa hawasali, na hii ni kuonesha kwamba kazi ya dawa bado inatakiwa ipigwe. Katika misikiti yetu Tanzania, wakimuona imamu saa 6 saa 5 ametoka, wanamwangalia mtoko ule ni wa moja kwa moja au atarudi. Wakijua ni wa moja kwa moja, mtu haendi msikitini. Kwa hiyo kuna baadhi ya Waislamu wanakwenda kuswali kwa sababu ya uwepo wa nani? Wa imamu. Hiyo ichukueni kama ni changamoto. Hawa watu wanachotakiwa kubadilisha nia tu, wabadilishe nia tu, kwamba hapa awepo imamu asiwepo imamu, mimi ninatakiwa nikafanyeje? Nikaswali. Kwa hiyo na sisi tunaopotea katika misikiti yetu pia tunawaudhi watu wetu huko, lakini tunawaudhi kwa ajili ya kumfurahisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizi ni salamu zilikuwa za Mheshimiwa Mufti, anawatakieni katika siku mtakazozitumia hapa ya kuyaomba mnayajua. Laisa alkhabaru kalmuayana, maelezo hayawi kama kujionea. Yaliyomo ndani ya familia zetu mnayajua, na nyinyi mnapata changamoto hizo, iwe ni sehemu ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Yaliyomo ndani ya miji yetu mnayajua, na nyinyi iwe ni sehemu ya kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Duniani yaliyomo mnayajua, tusitosheke kuiombea amani Tanzania tu. Leo limekuja jambo mtambuka, Tanzania haihusiki. Mgogoro wa mafuta ni mgogoro wa wakubwa duniani, lakini Rufiji umefika haujafika?
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, uogopeni mtihani ambao siku ya kufika huo mtihani hautawafika wale waliodhulumu peke yao. Imamu utamkumba, ahludawa tablighi utamkumba, mlevi utamkumba, chujio mbele ya safari. Lakini adhabu Mwenyezi Mungu akiileta, hivi mafuriko yanayokuja hapa Rufiji huwa yanachagua nyumba za maimamu yakakwepa? Nyie watu wa Rufiji wenzangu, mafuriko yale yanayokujaga huku huwa yana mtindo wa kukwepa kwepa. Hii nyumba ya mtu ya tablighi, hii nyumba ya imamu, hii nyumba ya shekhe wa wilaya, si zote zinakuwa kun fayakun, au sio? Balaa linaposhuka huwa linamfika mwema na mwovu. Suluhisho lake turudi na tusimame katika istiqama, istiqama na kuacha unafiki. Unafiki katika majambo yetu, unafiki ni dhambi kubwa inayotafuna ummati Muhammad. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Waislamu wanapokubaliana jambo, takbir takbir, lakini halipo ndani ya moyo, hiyo takbira inatoka mdomoni, haitoki katika moyo. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Inna Allaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Mungu hatazami majoho yenu, joho hili umelivaa, haangalii joho, haangalii kilemba, haangalii sura zenu. Mwenyezi Mungu anaangalia vilivyomo ndani ya mioyo yenu. Kweli takbira hiyo inatoka moyoni? Kama takbira hizi zingekuwa zinatoka moyoni, Waislamu hatuna kero, hatuna changamoto. Ni lazima tuzisahihishe nafsi zetu. Na ndiyo maana katika faida ya kutumia muda, iwe siku 3, siku 40, miezi 4, hata sekunde moja, mtu akakaa kuleta tafakkur. At-tafakkuru saa khairun min 70 rak'atin tatawwuan. Kukaa sekunde, saa kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu sio saa ya mkononi, wala sio saa ya sekunde 60 kwa dakika ngapi? Saa kwa Mwenyezi Mungu maana yake ni chini ya sekunde, kwa sababu kwa hisabu ya mwanadamu muda unaanzia kwenye sekunde, au sio? Sekunde moja 60 dakika ngapi? Dakika moja. Sasa Mwenyezi Mungu saa kwake ni chini ya sekunde. Wasomi kama kuna muda uliokuwa chini ya sekunde na chini, kwa sababu muda huo pia kwa Mwenyezi Mungu ni haramu kumfananishia. Hili nalizungumza kimaumbile tu, kwamba sisi muda wetu tunaanzia sekunde, si ndio? Lakini Mwenyezi Mungu anafanya majambo yake chini na huo muda. Kama kuna muda mwingine chini ya sekunde kihisabu unaitwa pia Mwenyezi Mungu, usimfananishe na huo, usimfananishe na muda huo. Mungu laisa kamithlihi shay'un. Usiingie katika mzozo na watu wa akida, usimfananishe. Mungu anafanya majambo yake chini ya kinachokuwa ya sekunde. Kwa hiyo tunatakiwa tufike mahala Waislamu tukae kutafakar kwa muda wowote ule, kwa muda wowote. Mimi ninatimiza wajibu wangu kwa familia yangu. Leo mimi ninakaa siku 3 hapa, nipo siku 3 hapa. Mke wangu kule aliko kafurahishwa na hii safari yangu, imemkera. Mimi ninapomuaga mke wangu kwamba ninatoka fi sabilillah, nafsi yake ikoje? Anaridhia au ananilani na kuniombea mabalaa kwa sababu ninamuaga kwa safari ambayo haitaki? Wangapi wameacha kutoka fi sabilillah
kwa sababu ya kutowaudhi nani? Wake zao. Sallallahu ala Muhammad. Karibuni watu wetu wa amani. Kwa hiyo ni lazima tutafakari hali iliyopo ndani ya majumba yetu. Ndani ya majumba yetu hali ikoje? Haya ambayo yanaisumbua dunia. Dunia starting point yake, chanzo anzilishi chake ni kwa baba na mama, ndo dunia inaanzia huko. Dunia inaanzia kwa baba na mama. Dunia inaanzia chumbani, dunia inatengenezwa chumbani. Baada ya chumbani, dunia inakuja sebuleni. Na humo ndani mwalimu wa dunia ni baba, mwalimu wa kwanza, mama mwalimu wa pili. Leo tukae siku tatu tutafakari. Baba ana muda wa kuvisimamia vile alivyovitengeneza kwa makusudi yeye mwenyewe? Kuna watu leo hapa watatumia maombi yao, Mungu, kila ninavyocheza mpira sipati ushindi. Kwa baraka ya siku tatu hizi Mwenyezi Mungu nijalie nikipiga mabao nipate nini? Nipate ushindi. Mungu anakupa ushindi. Leo kuna kiumbe wa Mwenyezi Mungu Tanzania hapa kampa watoto wangapi afande? 5. Serikali iko nyuma yake kwamba huyu mzigo huu hauwezi. Lakini alosababisha nani? Kuna askari alikwenda pale kapiga mabao? Mungu kaleta baraka zake. Sasa sisi tunaosababisha kuwaleta viumbe wa Mwenyezi Mungu, Mungu katupa uchunga. Amani, utulivu, utii uanzie ndani ya nyumba. Kama mtoto anarudi muda anaopanga yeye na hakuna katazo analolipata kwa baba na mama, umeisumbua serikali, umeipa mzigo serikali. Ifike mahala mtoto wa hofu kwamba muda huu mimi leo ninakwenda kumgongea nani ndani ya nyumba? Muda huu leo mimi nitatoa sababu zipi zilizonifanya nichelewe ndani ya nyumba? Tumeeleza bila ya amani, na amani inaanzia ndani ya nyumba. Kuna watu leo wamepata stroke, wameparalaizi miili, wameparalaizi viungo kwa kero zinazopatikana ndani ya majumba yao. Kwa mitihani, baba anasema asikilizwi, mama anasema asikilizwi. Na huwezi ukailaumu dunia, huwezi ukamlaumu polisi. Wewe ndiyo msababishaji. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya. Nyote nyinyi ni wachunga na kila mmoja ataulizwa umechunga vipi. Mtoto wako ni jukumu lako, kabla ya mwalimu wa madrasa, kabla ya mwalimu wa school, kabla ya afande. Kila mzazi akitimiza wajibu wake ndani ya familia, akatimiza wajibu wake ndani ya mtaa, tutakuwa na amani yenye kutia utulivu ndani ya mioyo. Na hii ndiyo amani ambayo anaitaka Mwenyezi Mungu. Amani yenye kutia utulivu, siyo amani ya wasiwasi. Kwa hiyo ninawaomba waumini mtakaobakia hapa kwa muda wa siku tatu, mbali ya kwamba kujikurubisha kwenu kwa Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha, lakini tuna dhima ya mmomonyoko wa maadili. Ya mmomonyoko wa maadili. Leo watoto wetu tunaelekezwa wakirudi majumbani, kabla ya kufanya jambo lolote, mama amchukue binti aende naye chemba amkague karudi salama mwili wake. Baba amchukue mtoto wa kiume amchunguze karudi salama. Hilo ni tengelezo la majukumu yetu. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas. Umedhihiri ufisadi, uovu bara na baharini kwa vile vilivyochumwa na mikono ya watu. Baba anaikimbia nyumba yake kwa mikopo,
mama anahangaika na kausha damu, watoto hawana mlezi, mlezi kaachiwa hausgeri ana miezi mitatu hajalipwa, anamchukua mtoto anamtia kwenye beseni la maji, anammaliza umo, anabeba mabegi anaondoka. Tunaelezwa siku zote na watu wa usalama, haya tunayashuhudia. Malezi sisi jamani, malezi, tusimamie malezi. Bila malezi hatuwezi tukapata jamii iliyokuwa bora. Haya yote yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, heshima wanazovunjiwa viongozi wa kidini, heshima wanazovunjiwa viongozi wa kiroho, viongozi wa serikali, ni kwa sababu malezi yamekosekana. Mtoto leo haoni tabu kumtusi baba yake mzazi mbele ya watu, haoni tabu kumtusi mama yake mzazi mbele ya watu. Siku tatu ziwe ni siku za tafakuri hapa, ziwe ni siku za tafakuri, ziwe ni siku ya kurudisha amani katika majumba yetu, ya kurudisha amani katika nchi zetu, ya kuyakataa maovu, kukataa dhulma, kukataa mambo ya kuharibu utulivu na amani katika nchi yetu. Hii ni dhima kubwa Waislamu. Msiondoke hapa bila kuweka mikakati kwamba huko mnaporudi majumbani kila mtu akawe wakala. Tumeizungumza amani. Nabii Ibrahim, ule mji wa Makka waliotoka mahujaji juzi, kabla haujawa mji yuko pale, hakuna kitu chochote. Alisema rabbi ja'al hadha baladan amina, Mungu, haya mazingira, huu mji usiokuwa na kitu chochote ufanye kuwa ni wa amani. Bila ya amani akaje mtu hapa, haji mtu. Huu mji ufanye kuwa ni mji wa amani. Kaomba dua kabla haujawa na mji. Baada ya kuwa na mji akaomba tena rabbi ja'al hadha albalada. Kwa wale wasomi waliosoma gramu za Arabic, dua ya kwanza alisema rabbi ja'al hadha baladan bila alif na lam, kuwa ni nakra, maana yake ule mji haukuwa na kitu chochote. Kisha ulipokamilika ukawa mji una kila kitu, majumba hiki na hiki, ndo akaweka ile alif na lam ya maarifa, rabbi ja'al hadha albalada amina, Mungu ufanye huu mji. Kaomba dua mara mbili, anaomba nini? Amani. Ile hija bila ya amani haendi mtu. Saudi Arabia wakitangaza jamani, mwaka huu yametushinda, asije mtu, hatutoi visa. World Cup tu hapo, Trump kawanyima baadhi ya watu, au sio jamani? Kawanyima baadhi ya watu visa ya kufanyaje? Ya kuingia. Anatetea amani ya nchi yake ya Marekani, wewe ingia, wewe usiingie. Vipi Tanzania? Sallallahu alaihi Muhammad. Tunamsubiri nani aje Tanzania kutetea amani yetu kama sio sisi wenyewe? Takbir. Bila ya amani, nimesema kwenye khutba, asingekatiza mtu yoyote kuja hapa, msingefika hapa bila ya amani, bila ya utulivu. Akitokea mjinga yoyote anataka kutusababishia umwagaji wa damu katika nchi, akataliwe kwa dua, akataliwe kwa maombi, kumshtakia Mwenyezi Mungu. Na hiyo ni silaha kubwa. Tumeleta kunuti hapa. Wale wote waliokuwa kimuudhi mtume hakuwatokea na mapanga. Silaha kubwa alikuwa anafanya nini? Dua. Leo wanatokea baadhi ya Waislamu hata ile kunuti ya asubuhi wanaikataa. Inna lillahi. Mtume alikuwa analeta kunuti katika nawazili, Mtume alikuwa analeta kunuti kwenye majanga. Wewe kuna majanga gani ambayo ndani ya chumba chako hakipo? Yani anawakataza Waislamu wasilete kunuti katika salatu subhi, alafu anasema Mtume alikuwa analeta kunuti katika majanga. Kuna majanga gani ambayo ndani ya chumba chako hakipo? Sebuleni kwako haipo? Watoto wako hawaswali? Remote ikimalizika, kitu cha kwanza wote wamekuzunguka, baba remote haifanyi kazi, kingamuzi kimeisha. Wao ulitakiwa leo wahimize Waislamu swala tano zote tulete nini? Kunuti, kwa majanga tuliyokuwa nayo. Kama sunna inayotakiwa kutetewa na wale wanaotetea sunna, wahimize hivi sasa, umefika muda swala tano zote. Tusisubiri kauli ya mufti tu. Dunia inahitaji kuombewa sana hivi sasa. Majanga
majanga. Kwa hiyo naziomba hizi siku 3 za dhahabu tuzitumie. Hasadi zimekuwa nyingi, chuki zimekuwa nyingi, walafi wamekuwa wengi, waroho wa madaraka wamekuwa wengi, tena si kwa lengo la kuwaletea watu neema, bali ni kwa lengo tu la kujinufaisha wao. Wapo tayari kuhakikisha kwamba damu inamwagika ili mradi yeye afike kwenye nini? Kwenye kitu anachokitaka yeye. Hayo tuyakatae kwa dua. Mkiamka usiku, fanyeni dua tuwasaidie hawa watu. Basi mimi nitamke kwamba ijtimai nimeifungua kwa niaba ya mufti. Ijtimai imefunguliwa kwa niaba ya mufti, na kwa kuwa hapa tumewapokea wageni, basi nimkaribishe afande. Mimi naitwa Khamisi Abbas Mtupa, shekhe wa mkoa wa Pwani. Nimekuja kuungana na waumini walioniletea dhahabu ya kiroho kwenye mkoa wangu. Basi na wewe karibu, jitambulishe, uwasalimie. Baada ya hapo tuendelee na ratiba inshallah. Sallu ala habibi sayyidina